Naam, wandugu wapenzi watazamaji wa La Voix d'Uvira TV mahali popote mlipo duniani. Hii ni televisheni yako ambayo inakupatia habari za kila itoo leo, habari toka sehemu kote duniani. Mimi ni wako mtangazaji wa zamu Venker Ngali Musa. Kwa hiyo ungana nami kupitia channel yetu ya YouTube ukiandika La Voix d'Uvira TV, basi subscribe lakini pia share, like ili kupata habari zetu za kila leo. Ungana nami moja kwa moja kwenye habari hii toka La Voix d'Uvira TV. Gavana Mutahi Kahiga amejitokeza na kuanza kusherekea kifo cha kiongozi mkuu wa upinzani hayati Raila Odinga Baba. Waombolezaji na viongozi wengine wamemkashifu huku wakijiuzulu iwapo gavana huyu anajua kesho yake, na kama hajui anyamanze, maana kesho yetu iko mikononi mwa Mungu. Gavana huyu ameonekana mtu asiye na utu na anastahili kukumbana na mkono wa sheria huku kamiti. Wakosoaji wengi wamemkumbusha gavana Kayagi kwamba ni mapambano ya kihistoria ya Raila Odinga ndipo ugawaji wa madaraka devolution kupatikana, na ndiyo maana ameshikilia na kuhudumu kama gavana wa sasa. Vinginevyo angekuwa anafuga nguruwe huko Geshagi. Vitendo vya gavana Kahiga tazamwi tu kama kosa heshima, bali kama fezea kubwa kwa tabia ya uongozi. Tabia ya gavana Kahiga imetajwa kuwa haikubaliki kabisa hata na shetani. Wito umetolewa kwamba gavana Kahiga amezamilisha ofisi anayoishikilia na unapaswa kuchukua hatua inayofaa kwa kujiuzulu mara moja. Kenya inastahili viongozi ambao wanatetea na kuonyesha heshima, huruma na umoja wa kitaifa, hasa wakati huu mgumu ambapo taifa linaomboleza kuondoka kwa mmoja wa mashujaa wake wakubwa wa kisiasa na demokrasia. Una maoni gani? Kwa mengi zaidi unaweza kutuandikia kwenye comment. Madam Boss, mwanamuziki na mfanyabiashara maarufu wa Kenya Akothee ameanzisha kampeni kali mtandaoni akihimiza wafuasi wake kumsaidia kuripoti akaunti ya TikTok ambazo wenyewe wanamcheka na kumzihaki Raila Odinga Junior kuhusu hali yake ya kiafya, akionyesha kuchukizwa kwake na mtandao hayo ya unyanyasaji wa mtandaoni. Akothee alieleza hisia zake kwa uchungu akisema hawezi kukubali aina yoyote ya udhalilishaji kufanywa eti kwa jina la maadui content, akisisitiza kuwa matendo hayo hayana ubinadamu. Kupitia ujumbe wake alitoa wito wa akaunti 5 tu za mwanzo kuripotiwa kuzimwa, akisema kwamba hii ingefunga kabisa changamoto hiyo ya zihaka. Lakini je, anajua Wakenya ni akina nani? Akothee alifafanua zaidi nia yake ya kufunga akaunti hizo, akisema kwamba wale wanaofanyia mzaha Raila Odinga kwa ugonjwa wake hawajui nini cha kufanya na maisha yao, na huenda wakajifunza somo kutokana na akaunti zao kuzimwa. Alihimiza umma kuheshimu familia hiyo ya hayati Raila Odinga, kimalizie kwa kusema ya lugha yake ya mama Kare Nyitindongi Duafuyo, wache hawa watoto wanafanya mambo ya kijinga, na kuwataka wafasi wake kumtugu tu kwenye akaunti hizo za TikTok ili aweze kuzishughulikia vilivyo. Hii inaashiria msimamo wake thabiti wa kutetea heshima ya familia ya Odinga dhidi ya unyanyasaji wa mitandaoni. Korea Kaskazini imerusha makombora zaidi kaza ya masafa marefu kuelekea baharini, kwa mjibu wa taarifa ya kijeshi la Korea Kusini, ingawa haijafafanua undani wa tukio hilo. Hatua hiyo imerejiri siku chache kabla ya kufanyika kwa mkutano wa kile wa APEC unaotarajiwa kuandaliwa na Korea Kusini. Tukio hilo limeibua wasiwasi mpya kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo.
Shirika la Amnesty International limeitaka Benki ya Dunia kushinikiza serikali ya Uganda kufuta sheria kali dhidi ya wapenzi wa jinsia moja kabla ya kurejeshwa kwa ufadhili uliositishwa mwaka jana. Hii imekuja baada ya taarifa kutoka Wizara ya Fedha Uganda kudokeza kuwa nchi hiyo itapokea msaada wa dola bilioni 2 ndani ya miaka mitatu licha ya uwepo wa sheria hiyo iliyotiwa saini na Rais Museveni mwaka wa 2023. Benki ya Dunia hapo awali ilisisitiza mikopo yote kwa Uganda, ikisisitiza kuwa miradi yake lazima izingatie misingi ya kutokubagua. Waasi wa M23 wanadaiwa kuungwa mkono na Rwanda wanaotumiwa kuendesha uporaji wa madini katika mgodi wa Tangwiza, Kivu Kusini tangu Mei mwaka huu wa kushirikiana na baadhi ya wanafanyakazi wa Tangwiza Mining, imesema kampuni moja ya uchimbaji madini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Nusu ya wakazi wa Nairobi nchini Kenya wanaishi katika makazi duni, wakati huu serikali ikitakiwa kuchukua hatua. Rais wa Ivory Coast wanatazamiwa kushiriki uchaguzi mkuu siku Jumamosi ya Oktoba 25, ambapo rais anayemaliza muhula wake Alassane Dramane Ouattara mwenye umri wa miaka 83 anayewania tena muhula wa 4 kuendelea kujiongoza taifa hilo la Afrika Magharibi katika uchaguzi wenye ushindani mkali mwaka huu. Vijana wengi nchini humo wamejitokeza na kutaka ajira na wengi wametoa matarajio yao. Watu 6 wameuawa wakiwemo watoto 2 kufuatia mashambulio ya makombora na ndege zisizo na rubani yaliyofanywa na Urusi katika mji wa Kiev mapema leo. Gavana wa kaunti ya Nyeri nchini Kenya, Mutahi Kahiga, amelazimika kuomba msamaha baada ya kanda ya video yake kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikimonyesha akisema kwamba kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga kilikuwa mpango wa Mungu ili kufanyikisha serikali Kenya kurejesha maendeleo katika eneo pana la mlima wa Kenya. Watu 63 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa katika ajali mbaya ya barabarani iliyotokea alfajiri ya Jumatano kwenye barabara kuu ya Kampala Gulu nchini Uganda. Polisi wamesema kwa mjibu wa taarifa ya polisi iliyochapishwa kwenye mtandao wa X. Ajali hiyo ilitokea muda mfupi baada ya saa 6 usiku wakati mabasi mawili yalipogongana uso kwa uso. Makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema nchini Tanzania, John Heche, amekamatwa asubuhi 22 mwezi huu wa Oktoba mwaka huu wa 2025 akiwa nje ya mahakama kuu kuzuria kesi inayomkabili yeye na viongozi wengine wa chama pamoja na kufuatilia mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu. Jeshi hilo halijasema mpaka sasa limemkamata kwa kosa gani. Nchini DRC, harakati za kumpata spika wa bunge la kitaifa zinaendelea kushika kasi, huku Emebuch Sangara kutoka chama cha UNC chake spika wa zamani Vital Kamerhe akitajwa kuwa huenda akamrithi. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuitembelea Japan kuanzia Oktoba 27 hadi 29 ambapo atakutana na mfalme Naruhito na waziri mkuu mpya Sanae Taichi. Kwa mjibu wa katibu mkuu wa baraza la mawaziri la Japan Minoru Kiha, ni
Kihara amesema ziara hiyo ni fursa muhimu ya kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya Marekani na Japan. Hii itakuwa ziara ya kwanza ya Trump nchini humo tangu alipohudhuria kama mgeni waliyekuwa waziri mkuu Shinzo Abe mwaka wa 2019. Rais wa Marekani Donald Trump huo amesema hakutaka kufanya mkutano usio na maana na Rais Vladimir Putin wa Urusi kufuatia kusitishwa kwa mazungumzo yaliyopangwa kufanyika Hungary. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House ama Maison Blanche, Trump amesema bado hajafanya uamuzi wa mwisho kuhusu mkutano huo. Alikuwa akitarajia kuifanya hivi karibuni jijini Budapest. Kufuatia kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche katika geti la mahakama kuu Masjala Ndongo ya Dar es Salaam, mkurugenzi wa sheria wa Chadema Gaston Garubindi amethibitisha kuwa Heche amesafirishwa kwenda Tarime mkoani Mara. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kufuatilia swala hilo, Garubindi alisema taarifa kutoka polisi zikiri kumkamata Heche kwa makosa ambayo hawakuyataja, lakini walisisitiza kwamba swala la Heche alipo tena Dar es Salaam bali limehamishwa Tarime na tayari wamemsafirisha. Kutokana na hali hiyo, uongozi wa Chadema wamejipanga kuanzisha mawakili walioko Mwanza na Mara kuelekea huko kumpatia Heche huduma za kisheria. Hapo awali, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika alithibitisha kukamatwa kwa Heche na kupelekwa kituo cha polisi Central, akionyesha masikitiko yake na kutoa wito kwa jeshi la polisi kutoa sababu za kukamatwa kwake. Mnyika alihusisha tukio hilo na mzozo wa hivi karibuni uliotokea katika mpaka wa Sirare, ambapo Heche alikuwa akitaka kwenda nchini Kenya kuhudhuria mazishi hayati Raila Odinga. Uhamishaji wa ghafla wa Heche kutoka Dar es Salaam kwenda Tarime iongezeka utata na wasiwasi katika mazingira ya kisiasa nchini, hasa ikizingatiwa taarifa za Rais Samia Suluhu kuhusu maandamano yaliyopangwa. Kwa habari zaidi usikose kutufuata mahali popote ulipo, ndugu mpendwa mtazamaji. Shinikizo dhidi ya gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga limefika hatua mpya, huku mshauri wa rais Profesa Makao Mfuta akisisitiza kwamba msamaha pekee hautatosha kufuta makosa yake. Profesa Mtua amemshinikiza gavana Kahiga ajiuzulu kabisa kutoka wazifa wake wa ugavana kufuatia matamishi yake ya utata na kukera kuhusu kifo cha hayati Raila Odinga. Matamishi hayo ya gavana Kahiga yalitafsiriwa kama kusherekea na kuzihaki msiba, jambo lililoibua hasira kubwa kote nchini na kupingana na roho ya umoja na heshima inayoambatana na maombolezo ya kitaifa. Katika kutoa wito wake, Profesa Mkuu Mtua alionyesha kwamba matamshi hayo yalikuwa kielelezo cha kukosa uongozi, akisema kwamba kiongozi wa kiwango cha gavana anapaswa kuonyesha heshima na uhuru, hasa katika nyakati za huzuni. Ingawa gavana Kahiga alitokea kuomba msamaha kwa kauli zake aleza kama zilizoweka vibaya, Profesa Mtua na wakosoaji wengine wengi wanasisitiza kwamba uharibifu na heshima uliofanywa ni mkubwa mno kiasi kwamba akijiuzulu kwake kama gavana ndiyo njia pekee ya kulinda
hadhi ya ofisi hiyo na kuzumisha madili ya uongozi. Haya na mengine, niseme asante kwa nami mwanzo mpaka mwisho taarifa hii ya habari. Ndugu mpendwa mtazamaji wa La Voix d'Uvira, mahali popote ulipo, chukua basi dakika moja tu huku ukisubscribe, lakini pia kushare, like, ili kupata habari zetu za moto, habari ambazo siokuwa na uongo, habari toka pembeni ya dunia. Mimi ni Venker Ngale Musa nikisema chao chao.